Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Tunashukuru tena kwa kupata muda wa kulisha tena neno la Mungu mbele yenu. Tunashukuru kwa kupata mwanga wa asubuhi ya leo. Japo njiani tulikuwa tunataka kuchelewa kabisa, lakini Mungu ni wa ajabu. Tulikuta njia zimefungwa, kasema basi Mungu yote ni mema. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka msomaji wetu atufungulie kitabu cha Luka. Luka ile sura ya 2, mstari wa 1 mpaka 3. Some Luka sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3 kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu anasema hivi: siku zile amri ilitoka kwa Kaisaria Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kinerio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Teme ya siku ya leo ni kuandikisha majina. Kuandikisha majina. Naweza ukakaa bila kuandikwa jina. Ndio maana tulisoma kitabu cha Luka. Ilikuwa siku hiyo amri ilitokea kwa huyo mfalme Augustine. Akasema ya kwamba kila mtu aende kuandikwa majina yake kwao. Ni kama hivi tulivyo huku. Inaweza ikatokea amri ya kwamba kila mtu aende kuandikisha majina yao kwao. Na hiyo wakati Yusufu alikuwa mtu wa mbali. Lakini amri ikishatokea inakubidi uende. Akaenda na mkewe Mariamu ambapo alikuwa amemposa. Ilibidi aende kuandikwa majina kwao. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaweza tukakaa hapa chini ya jua. Tunaweza tukatenda mambo mengi, lakini kama majina yetu hayajaandikwa mbinguni, tutakuwa tumetenda kazi bure. Hiyo ndiyo teme yetu ya siku ya leo. Tuandikishe majina mbinguni. Inatakiwa uangalie jina lako, je, limekwisha andikwa mbinguni au jina lako bado halijaandikwa? Sababu hapa chini ya jua tuna vitu vingi ambavyo tunafanya vya kuleta sisi tusahau kama tuko waenda mbinguni. Hapa sio kwetu kabisa. Hapa tuko wapitaji na mbinguni ndo kwetu. Inatupasa majina yetu yaandikwe mbinguni. Majina yetu iandikwe katika kitabu cha uzima. Ivutwe katika kitabu cha hukumu. Utaangalia ikiwa majina yako imekwisha andikwa. Na unajua kama majina yako haikuandikwa, wewe una hiyo uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanazania kwamba kufanya miujiza au majina yao kutoka huko na huko, ya kwamba fulani akiombea mtu tu mara moja na anapona. Fulani tu akikuombea na unapona. Fulani anahamisha milima kutoka hapa na kwenda pale. Anazania ndio mwisho. Unaweza ukafanya hivyo, lakini jina lako halijaandikwa mbinguni. Ikiwa jina lako halijaandikwa mbinguni, ujue wewe si wa mbinguni. Maana kuna siku atasimama Bwana Yesu na kuuliza majina. Atasimamisha kitabu na kuangalia jina lako. Kisha utasema, mimi nilikuwa mhubiri, mimi nilikuwa mwimbaji, mimi nilikuwa mwinjilisti, mimi nilikuwa mchungaji wa kondoo, mimi nilikuwa natoa zaka sana. Akisema jina lako halijaandikwa, hivyo unabaki, hauwezi ukaenda. Maana atasoma majina. Majina itasoma kwa wale watenda mema, kwa wale walioshinda ziki ya dunia hii, kwa wale waliokubali kumkubali kuwa Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hao ndio majina yao watakwenda kuandikwa.
Lakini watu wanajisumbua na kujitapa ya kwamba mimi ni mwombaji wa ajabu. Mimi kama sijafika kwa hiyo kanisa bado haijakuwa. Mimi kama sijaombea mtu bado hajapona. Mimi nikisema Bwana Yesu na mapepo yanaondoka. Na kwenda kujivunia hiyo. Mimi ndiyo mchungaji mkuu. Mimi ndiyo msimamizi wa hiki. Mimi ndiyo nisipofika kwenye uimbaji wa kwaya huwezi kuimbwa. Usijivunie hiyo. Lakini ujivunie ikiwa jina lako limekwisha kuandikwa. Ujivunie ikiwa jina lako limekwisha kuandika. Lakini kama jina lako bado halijaandikwa kwenye kitabu cha uzima, unafanya kazi bure. Unahangaikia bure. Inatubidi tuangalia ikiwa majina yetu imekwisha kuandikwa mbinguni. Maana Yusufu aliangalia, nikikaa hapa hivi na mimi si kwenda kuandikwa kwetu na amri imekwisha kutokea, haitawezekana. Maana sisi kwetu ni mbinguni. Yesu anataka majina yetu iandikwe kwetu. Hivyo ndivyo amri anataka. Majina yetu iandikwe kwetu. Hapa sio kwetu. Hapa tuko wapitaji. Hapa tuko wageni. Majina yetu iandikwe mbinguni. Na ikiwa jina lako bado halijaandikwa mbinguni kwa matendo unayoyafanya, ujitahidi ili jina lako liandikwe mbinguni. Maana jina lako lisipoandikwa, unafanya kazi bure. Unahangaikia bure. Kuliko uhangaikie bure, ujitahidi jina lako liandikwe mbinguni. Jina lako liandikwe mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Soma tena Luka huyo 10 mstari wa 17 mpaka 20. Tusome Luka sura ya 10 mstari wa 17 hadi 20 kwa jina la Yesu. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya ukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala kuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Maana watu wengi wanajivunia hiyo sana. Naposikia jina lako linatajwa ya kwamba ukienda kwa mtumishi fulani tu, hata ukiwa na mgonjwa wa aina gani, huyo anapona. Ukienda kwa mtumishi fulani, hata ukiwa na nini, unapata unachokitaka. Watu wanajivunia hiyo. Watu wanajifurahisha na hiyo. Wanazania kwamba wamefika mbinguni. Wanazania kwamba wamefika mwisho. Hapana. Ndio maana Yesu akasema, hiyo isiwafurahishi. Maana tumepewa hiyo mamlaka ya kukanyaga nyoka, ya kukanyaga nge, lakini tufurahi sababu majina imeandikwa mbinguni. Maana mbinguni ndiko kuna umilele. Hivi vyote tunavyovifanya hapa chini ya jua vitapita. Hivi tunahimizana tufanye tumfuate Mungu, tufanye nini? Kila kitu kitakuwa na mwisho. Lakini kama jina alikuandikwa mbinguni, itakuwa ni ole kwako wewe na mimi. Naweza kushinda na ubiri hapa kila siku. Naweza kuombea wagonjwa. Naweza kuonekana mimi ni Mkristo wa ajabu. Lakini jina kama halijaandikwa mbinguni, nimefanya kazi bure. Maana hakuna hivi vyote vitaenda. Hakuna ambapo tutaenda na hivi vyote. Ni vya hapa chini ya jua tu. Lakini jina limeandikwa mbinguni. Hiyo ndio swali utakwenda kujiuliza mimi na wewe. Hivi niko jina limeandikwa mbinguni kweli? Hivi nimefanya jina langu limeandikwa kwetu? Kiwa jina lako halijaandikwa kwetu, umefanya kazi ya bure. Unahubiri sana, unaimba sana, unajazwa sana, wewe ni mtumishi maarufu. Mpaka wengine wanakwenda kuzimu kununua nguvu za yule mwovu, ya kwamba nitavuma miaka kadhaa. Kweli utavuma, kweli jina lako litaonekana ya kwamba wewe ni mtumishi wa ajabu. Kweli watu watatoka hapa Marekani mpaka kwenda mbali huko Afrika kutafuta uponyaji. Lakini kama jina halijaandikwa mbinguni, hiyo yote ni kazi bure. Utakuwa maarufu, utajulikana kila mahali, vitu vitaingia kwako, utakuwa tena unashinda tena mpaka unashinda kwenye kiti hivi, unasema kila kitu unaletewa, kila kitu unafanyiziwa. Lakini kama jina halijaandikwa mbinguni, ni vya muda tu. Bwana Yesu atuhurumie.
Bwana aturumie. Tujitape sababu majina yetu yameandikwa mbinguni. Tujitape sababu majina yamekwisha kuandikwa mbinguni. Lakini tusijitape sababu tunaponya wagonjwa, sababu tunahubiri, sababu tunaimba, sababu tuna umaarufu, sababu jina lako limekwisha julikana duniani popote ya kwamba ukienda kwa mtumishi fulani anahamisha milima, anafanya hii, anajua hata mtoto mwenye kwa tumboni. Hiyo yote haijakuwa kitu. Uangalie tu jina limeandikwa mbinguni. Hiyo ndiyo teme ya siku ya leo. Jina lako limeandikwa mbinguni, na ikiwa lijaandikwa, ujaribu kurekebisha. Nenda kavute kwenye kitabu cha hukumu, ukavute jina lako, sababu bado muda ungali, bado neema ingali. Itafika wakati hakutaonekana tena muda wa kusema unaweza tena kuvuta jina ama linaweza kuandikwa tena. Hivi muda ungali wa kwako na mimi. Muda ungali wa kuandikisha majina kwetu. Muda wetu bado upo, tuandikishe majina mbinguni. Tusikalie hivi tu, tusikalie ya kwamba sisi tumeokoka sana, sisi watu wa kuomba tunaokoka sana. Asa sisi wavaa vitambaa tunajiita eti tunaokoka sana, hivyo ndio watu wanatuita. Akiona mtu anavaa kitambaa ama kanzu ya maombi aseme, ndio walokole. Hapana, kama majina haijaandikwa itakuwa bure tu. Kama majina yetu haijaandikwa itakuwa bure tu. Maana sisi tunaambiliwa ya kwamba wavaa vitambaa wanajiona kaseme wao ndio wakole. Hapana, ni nguo kama nyingine, lakini tunajitapa sababu majina yetu inaandikwa mbinguni. Hiyo ndo tunajivunia. Hiyo ndo tunajivunia. Tunajivunia sababu majina imeandikwa mbinguni. Fulani akiomba hivi, fulani akiomba mpaka na hapa kote kuna tetemeka, mpaka na milima inangoka. Hapana, usijitape kwa ajili ya hiyo. Ujitape sababu najua jina limeandikwa mbinguni. Na jina aliandikwa kwa gharama. Jina aliandikwa kwa pesa. Watu wengi wanawaza ya kwamba unaweza kupeleka pesa ili jina liandikwe. Sababu una mali nyingi eti jina litaandikwa. Sababu wewe ni mrembo sana eti jina litaandikwa. Sababu unaingia kanisani kila asubuhi kila leo eti jina litaandikwa. Alitaandikwa kwa hivyo. Litaandikwa kwa matendo mema. Litaandikwa kwa matendo mema. Sababu Kristo haangalia aseme huyu ndo anatoaka sana, ama huyu hatoaki sana, ama huyu ndo kila asubuhi yeye anaingia kanisani au kwenye maombi. Hapana. Matendo mema. Ile ambayo unamfurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuangalie, je, majina imeandikwa mbinguni? Ukitembea, ukilala, ukiamuka, anza kutathmini. Anza kuangalia, hivi jina langu limeandikwa kweli? Kwa haya niliyotenda asubuhi, inawezekana tena jina limekwisha kuvutwa. Kwa hiyo unapaswa urekebishe. Unapaswa uungame. Unapaswa uangalie, haya mawazo ambapo nimekwenda kuwaza kweli ni ya kuandikisha jina langu ama jina limekwisha kuvutwa? Inawezekana lilikuwa limeandikwa, lakini kwa sasa limevutwa kulingana na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi wanadamu tunazoea tunasema mimi nilikuwa kama Mkristo tangu shikote. Lakini Mungu hataangalia hivyo. Aliyeanza asubuhi na aliyeanza jioni wote wanalipwa vimoja. Jina la Bwana libarikiwe. Usijivune sababu wewe ndo ulianza Ukristo, sababu wewe ndo ulianza kanisa, sababu ndo ulianza kuokoka. Atakayeokoka jioni anaweza akakushinda. Jina linaweza kuandikwa na yeye ameokoka kwa sasa hivi. Na wewe uliokoka tangu awali, umekwisha kuelewa Biblia yote. Sababu ukiona mtu mwenye alikuwa ameokoka ama anajua Biblia yote, akianguka ukimwendea, hivi unavyoifanya ni nini? Atakujibia kwamba mimi Biblia yote iko katika kichwa changu. Hakuna chenye utaniambia. Nyinyi ambapo mmeokoka sasa hivi, mnaweza mkatuambia nini? Hiyo yote ilikuwaka ni uongo tu. Tulikuwaka tunafurahisha tu mwili. Hakuna kitu unaweza kuniambia. Huyo hivyo jina limekwisha kuvutwa katika kitabu cha uzima. Na wewe umeanza leo na ukakubali na ukaheshimisha mwito wa Bwana Yesu, umeandikwa moja kwa moja. Na yule wa zamani jina limevutwa. Bwana Yesu atuhurumie. Usije na pesa ya kwamba hii pesa yangu itatosha jina liandikwe. Hivi nilivyo jina langu litaandikwa. Halitaandikwa kwa gharama yoyote. Ni mpango wa Mungu, mapenzi ya Mungu wewe kukubali kuwa Yesu ni Kristo, kuwa yeye ni mwokozi wa maisha yangu.
hapo ndipo jina lako litakwenda kuandikwa. Jina la Bwana libarikiwe. Somaji wetu, soma Matendo ya Mitume ile sura ya 8 mstari wa 18 mpaka 21. Tusome Matendo ya Mitume sura 8 18 hadi 21 kwa jina la Yesu Kristo. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakaye mweka mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mpaka moyo wako uwe umefunguka kwa ajili ya jina la Yesu. Huyu ni Simoni Petro. Alipoona miujiza ya Bwana jinsi inaendeleka, jinsi inatendeka, akasema, na mimi nikienda hata acha niwapelekee pesa, na mimi wanipatie sehemu kidogo ya huo uwezo. Ainunuliwe kwa fedha wala dhahabu. Ndio maana wakamwambia kwamba toka uende mbali na fedha yako. Ainunuliwe kwa fedha. Inanunuliwa kwa matendo, kwa matendo ambapo unayokwenda kuifanya. Unawekewa mafuta na watumishi wa Mungu. Hakuna gharama yoyote. Wewe ufunguke moyo, utoe yaliyo moyoni mwako, ya kwamba hii niliyoitenda na Mungu abiendane. Nilitenda hiki na Mungu abiendane. Hapo ndipo Roho Mtakatifu atakwenda kukushukia. Hapo ndipo Roho Mtakatifu atakwenda kukutawala. Hapo ndipo Roho Mtakatifu atakutumikisha. Lakini watu wengi wanawaza ya kwamba nikiwa na pesa nitaenda kununua. Watu wanaenda kununua ili watu waonekane ya kwamba kwa fulani kumeshakuwa moto, hivyo ndio wajawazito wanaitaka. Kwa fulani kumeshakuwa moto, acha twende kuombea huko labda tutapata uponyaji. Hiyo moto kama sio ya kutoka mbinguni, hiyo moto kama ni ya kwenda kununua, wewe na moto wako amuuna majina mbinguni. Bwana atuhurumie. Bwana atuhurumie. Usifanye gharama yoyote kwa ajili kutoa pesa ili upate Roho Mtakatifu. Usitoe pesa ili upate uwezo wa Mungu, ili upate baraka za Mungu. Ni kufunguka moyo tu. Ungama ulicho nacho, toa ulivyo navyo. Acha vyote vinavyofanana na ulimwengu huu. Wewe mkubali Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yako. Roho Mtakatifu atakuwa ndani mwako. Roho Mtakatifu atakuongoza. Roho Mtakatifu atakuimarisha. Atakupa hiyo nguvu ambapo unaomba. Maana yeye hajawahi kushindwa na kitu chochote. Ukipenda ni nguvu atakupa. Ukitaka ni macho ya kiroho atakupa. Ukitaka ni nini ya kiroho atakupa. Unyenyekee mbele yake. Uwe mtu wa kujali mambo ya Mungu. Lakini ukisema mimi ndaenda kununua, ndaenda kwa fulani, nimesikia kwanza fulani ndo pambia, ndo lugha yangu wanaita, wende fulani ndo pambia, maana huyo ndo mwenye kuwa na madawa ya hali ya juu, anakupa dawa. Yani mtu kufika tu, mama yako alizaliwa fasi fulani, wewe ulizaliwa fasi fulani, mtu fulani alikufa hivi. Uliposikia hivyo useme ni roho wa Mungu. Hapana, hajakuwa roho wa Mungu huyo. Amekwenda kununua mahali fulani sababu jina lake lijulikane hapa kote duniani. Kweli litajulikana. Kweli utaponya watu, lakini jina lako halijaandikwa mbinguni. Unafanya kazi bure. Siku ikifika ya kwamba majina ya somo ya watu waenda mbinguni, jina lako halitaonekana. Na wakati uliponya wagonjwa wengi, watu waliishi kwako, watu walilala kwako, watu waliishi huko. Yani wewe ulikuwa kama vile mfalme. Unatumikisha watu kama vile mfalme. Napenda hiki, wakupeleke wapi? Wewe ni mtu wakupelekwa tu, ukanyage hata udongo, unakuwa mtu wa juu. Ndio ukazani ya kwamba umepata ufalme wa mbinguni. Hiyo yote ni ubatili mtupu.
Ndio maana Solomono akasema ni ubatili mtupu. Hapa chini ya jua hata uwe na nini, hata uwe na mali ya aina gani, hata uwe na wake wengi, lakini kama jina lijaandikwa mbinguni, ubatili mtupu. Maana kuna siku yaja ambapo majina yatasoma. Je, umeandikwa kwenu? Je, umeandikwa kwenu? Ama ulikuwa huko tu au kujali kuandikwa kwenu? Hapa sio kwetu. Tujali majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima. Tujali majina iandikwe katika kitabu cha uzima. Tuondoe majina katika kitabu cha hukumu. Majina yetu yaondolewe katika kitabu cha hukumu. Ndugu yangu, nimekuletea ujumbe huu sababu upate kuelewa ya kwamba labda hujaandikwa. Labda uko tu. Labda unaingia kanisani kila siku au kila mwaka, unaombea wagonjwa na kuponyesha wagonjwa. Unaondoa milima hapa na kuweka kule. Unaondoa mapepo ya kila aina, lakini bado jina halijaandikwa mbinguni. Angalia, uko je? Jina limeandikwa? Ama jina likisomwa, jina lako halitaonekana. Likikosa kuonekana, umefanya kazi bure. Umehangaikia bure. Miaka nenda rudi. Mkristo wa kila leo, sehemu ya 10 unaweka, limbuko unaweka, kama ni sadaka unaweka, kama ni kuombea wagonjwa unaombea, kama ni kila kitu cha kanisa unafanya. Lakini haukujali jina kuandikwa mbinguni. Itakuwa ole kwako na mimi. Tufanye kazi yote hii na baridi na mvua na njaa. Kuna masiku tunajinyima kula sababu tufanye kazi ya Mungu. Lakini itokee siku moja eti jina lako alikupatikana mbinguni. Itakuwa ole sana. Itakuwa ole kwetu. Tunajinyima mara nyingi. Hata chakula kizuri kiko hapo, lakini unasema hapana, kwa muda sile, bado niko naomba. Lakini majina yende kukataliwa huko eti haikuonekana. Itakuwa ole sana. Na Mungu hatutakwenda kumlipisha kwamba ungenilipa basi yale masaa nimefanya. Haitawezekana. Ungenilipa ile kidogo nimefanya. Haitawezekana. Mpaka tueneze condition zote. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Mpaka ueneze condition zote. Hatutamlipisha. Mimi nilikwenda kukanisa kila leo, Mungu hawezi kunilipa kwa hiyo. Hata angalia hivyo. Ataangalia matendo yako ya sasa. Ataangalia ya sasa. Mungu angalia yake ya kwamba mimi nilifanyaka, mimi nilikuwaka, anaangalia sasa hivi. Hivyo ndivyo Mungu anaangalia. Kwa siku ya leo hivi uko aje? Anaweza kusoma majina, unaweza kupatikana jina lako, linaweza kuonekana kweli. Hivyo ndivyo utakwenda kuangalia Mkristo mwenzangu. Tusiangalie ya kwamba tulianzaka pale kote. Aseme mimi tangu babu ndo alinipeleka kwa kanisa hili, nikaokoka. Tena ninaweza kukataliwa kweli? Mbona mimi naombaga sana? Mimi naombaga sana. Ukiniona kila fasi kwenye huduma ya maombi niko pale. Kumbe jina lilikuwa lijaandikwa. Bwana Yesu atusamehe. Bwana atusamehe. Na ikiwa jina lako halijaandikwa itakuwa ole. Angalia maisha yako ya leo. Usiangalie ya kale. Usiangalia kwamba mimi nilikuwaka, hapana. Mimi nilitendaka ya leo. Leo hivi. Akija leo kweli naweza kwenda? Maana sisi tuko wasafiri, tunasubiria safari muda wowote ule. Kengele ipigwe tusimame. Hakuna mtu ambapo atasema mimi sijapata muda. Bado mimi nakwenda kwanza hapa kutafuta kitu fulani. Mimi nimeacha mtoto wangu. Hakuna muda wa kuongea hivyo. Ikipigwa sasa hivi, hata hivi nilivyosimama hapa, ni kwenda mara moja. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna mtu ambapo atabisha. Hakuna mtu atasema mke wangu bado sijamuaga. Sijaaga mume wangu. Hakuna kuagana hiyo saa. Majina itasoma. Je, jina lako liko? Hiyo saa kutakuwa nisamee tena. Muda wa msamaha utakuwa umeshatoweka. Muda wa kuungama ni huu ambapo tunao. Muda wa kuungama na kutengeneza kila kitu ni huu ambapo tungali nao hapa hivi. Usisubiri ya kwamba kesho. Usisubiri ya kwamba nitasubiria hiyo mwaka. Nitasubiria mpaka jioni. Hii saa ambapo tunayo, najua hivi ni saa 5. Hii saa ambapo tunayo, hii ndio saa utaangalia muda majira eti hivi. Jina linaweza kusomwa kweli? Watu wengi tunaikalia tu, tuko wa Kristo. Tumeandikwa sisi sote kwa kuomba. Na mimi naandika kwako. Na mimi waliniandika huko, ndio wamekuandika, lakini jina limeandikwa mbinguni. Hiyo ndiyo neno ya siku ya leo. Na Bwana atubariki. Amen.